Mambo muhimu, nazungumza mambo muhimu kwa mtu mwenye karama. Pengine unayo hapa ulipo. Elewa hivi, unaweza ukakosea. Unahitaji kufundishwa na kuonywa. Hata kama Mungu amekupa karama inatenda kazi, sio kama wewe ndio umeshakuwa malaika huwezi kukosea. Inaweza ikatokea namna fulani ukakosea, pamoja na karama unazo, unatenda nazo kazi, lakini ukakosea, labda ikaonekana fitina kwako au husuda, lakini karama unayo. Kwa hiyo unahitaji kuonywa na kufundishwa. Kwa hiyo utakapokuwa na karama Mungu anakutumia, ikatokea unaonywa, usije ukahama kanisa ukasema pale hawaipendi karama yangu, inapigwa vita. Elewa mtu wa Mungu, unaweza ukaonywa ukakosea. Tuone mfano katika Galatia 2:11 mpaka 14. Tuwe makini, sababu Roho Mtakatifu anaenda kushuka na kuachia karama ndani ya kanisa lake. Hatutapungukiwa na karama kama lilivyokuwa kanisa la Korinto. Lakini tuwe makini, tuchukue tahadhari, tujue kwamba tunaweza tukakosea pia. Galatia 2 sura ya 2 mstari wa 11 na 10 mpaka 14. Galatia 2 sura ya 2 mstari wa 11 hadi 14 inasema, lakini Kefa alipokuja Antiokia, nalishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma, akajitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya Injili, nalimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Hapa tunasoma habari za Kefa ambaye jina lingine aliitwa Petro. Petro alikuwa ni mtu mwenye karama mbalimbali za Roho Mtakatifu, zilikuwa zinatenda kazi juu yake. Tuliona hata asubuhi ilifika mahali wagonjwa wanalazwa, Kefa huyu ambaye ni Petro akipita tu kwa ile karama ya uponyaji, kivuli chake kinawaponya watu. Alifika mahali katika mlango wa hekalu akasema, mimi sina nikupacho, ndicho nikupacho. Akamwambia yule kiwete, simama uende. Petro huyu alikuwa na karama, lakini aliweza kukosea katika eneo hili. Tumesoma alionyesha kaunafiki fulani, ambapo Paulo anasema alimkemea. Licha ya kwamba unaweza ukawa na karama kadha wa kadha, unaweza ukakosea na ukakemewa na ukafundishwa vile vile. Akamwambia, wewe kabla watu hao hawajaja ulikuwa unakula, unashirikiana nao vizuri, lakini wamekuja Wayahudi hawa, unajitenga, unakaa tena pembeni. Huo sio unafiki, Kefa? Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba mtu mwenye karama anaweza akakosea. Kwa hiyo awe tayari kufundishwa na kuonywa. Usije ukapata karama Mungu anakutumia wewe, ukionywa unakuwa utaki, kwa sababu Bwana anakutumia kwa karama za nguvu. Unafufua mpaka watu, alafu unafanya jambo dogo, pengine unaambiwa unachelewa kanisani, unanuna kwa sababu hutaki kuambiwa, kisa una karama. Unaweza ukakosea. Ndio maana hizi huduma zipo kwa ajili ya kusaidiana. Mungu atakapokuinua akaachilia karama zikaanza kutenda kazi, kuwa mnyenyekevu. Kuwa mnyenyekevu. Huyu Petro alikemewa na Paulo. Paulo akaona hichi kitu mnachokifanya hiki
pamoja na wewe Barnaba, tulikuwepo hapa siku zote tunakula nao. Kama kingekuwa kibaya nani tangu mwanzo? Kwa nini muwashurutishe mataifa? Huu ni unafiki. Akaonywa pale Petro, pamoja na kwamba alikuwa anaweza kufanya miujiza. Jambo la tatu, ni tishio kwa shetani. Mtu mwenye karama za Roho Mtakatifu ni tishio kwa shetani, hivyo huwindwa sana ili aangamizwe. Ni tishio kwa shetani, unakuwa hatari kwa shetani, ni tishio kwa shetani, hivyo huwindwa sana ili aangamizwe. Inabidi ajifunze kwa uangalifu madhara ya uzembe. Ni onyo. Ajifunze kwa uangalifu madhara ya uzembe. Ni onyo. Mtu ambaye ana karama za Roho Mtakatifu, ameanza kutumiwa na Roho Mtakatifu, anakuwa ni tishio kwa shetani, kwa sababu ana uwezo kupitia karama zake kuleta madhara makubwa kwa shetani. Anaweza akamdhalilisha shetani, anaweza akaharibu nguvu za giza. Kwa hiyo anakuwa ni tishio. Kwa hiyo kama ni tishio, shetani anakuwa anamuinda, anakuwa anafanya vita naye, ikiwezekana ampoteze, ili yale madhara ambayo anayasababisha kwenye upande wake yasiendelee kutokea. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye ni wanted na upande wa giza. Kwa hiyo mtu kama huyu inabidi awe makini sana, awe mwangalifu, asiwe mzembe. Saa nyingine inaweza katokea neno la hekima likakwambia omba. Kama ni mtu mwenye karama, ukileta uzembe ukaacha kuomba, madhara yanaweza yakakupata. Kwa hiyo lazima uwe mwangalifu, kwa sababu unaharibu kazi za shetani. Kwa mfano, juzi nikawa nasikia mchungaji mmoja anatushuhudia, anasema vijana wake walienda mahali fulani wakafanya injili hii ya mitaani kwenye kituo cha daladala, nyuma yake kukawa kuna baa. Wakawasha moto pale, wakaimba na kufanya maombi na maombezi. Roho Mtakatifu akashuka, udhihirisho wa Mungu katokea, matendo ya kimuujiza yakatokea pale na uponyaji. Watu mawaita huko baa wakaanza kuanguka na kulipuka mapepo. Roho Mtakatifu akajidhihirisha mahali pale, nguvu ya Mungu ikaonekana. Sasa unafikiri tukio kama hilo shetani analifurahia? Amezalilishwa kiasi kile. Kwa hiyo wale watu wenye karama ile lazima wawe makini, wawe tishio, wasimpe ibilisi nafasi ya namna yoyote. Wawe makini. Kwa hiyo unapotaka karama au unazo, kuwa makini katika eneo la utakatifu na kujitunza. Ukikosea kidogo, jua unawindwa, unao maadui hatari. Ndio maana wakati mwingine watu wengine hawazitaki hizi karama, kwa sababu wanaona ni kama wanajiingiza kwenye vita hivi. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, ukijazwa Roho Mtakatifu, ukipakwa mafuta, utatembea na hizi na karama na hakuna wa kukushinda. Pasi kumwogopa shetani. Wameimba wanakwaya hapa, hatukupewa roho ya uoga, tumepewa roho ya nguvu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unakuwa tishio kwa shetani. Unaweza ukaangalia katika kitabu cha Waamuzi sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 21. Utaona pale
ni habari za Samsoni, mtu ambaye alijaliwa kuwa na karama mbalimbali za uwezo na nguvu. Matendo ya miujiza yalikuwa juu yake. Mtu mmoja kwa wakati mmoja anaweza akawashinda watu 1000. Hayo ni matendo ya miujiza. Mtu mmoja anaweza akapambana na simba akamchana kama mwanambuzi. Simba ni hatari, lakini alipokuwa na hizi karama alifanya mambo makuu. Alikuwa ni hatari, alikuwa ni tishio. Wafilisti walikuwa hawalali, wanamtafuta Samsoni kwa sababu ni tishio kwao. Na alipofanya uzembe kidogo, akajisahau kwamba yeye Mungu kuna vitu amewekeza ndani yake ambavyo vinaleta madhara makubwa upande wa pili. Alipotoa siri ya nguvu zake, aliporuhusu kufanya mambo ambayo yalikatazwa, akawa ametoa mwanya kwa shetani, akawa ametoa nafasi kwa shetani na akashambuliwa. Wote tunajua alipoteza macho na akawa mtumwa, anatumikishwa na maadui zake. Kwa shetani, ukileta uzembe, ukataka karama afu sijue, ukaonywa, ukajaa upepo, ukakemewa, unarudishwa kwenye mstari, utaki, unaweza ukajikuta umetoa nafasi kwa shetani, na nafasi ile shetani akiipata atakuletea madhara. Lakini ukibaki unaelewa, unalinda kile ambacho Mungu amekupa ndani yako, unawekeza gharama, unawekeza maombi, unawekeza utii, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kukushinda. Kwa Samsoni alipata madhara kwa sababu alifika mahali akasahau kwamba kuna uwekezaji mkubwa ambao Mungu ameufanya ndani yake kwa kuachia karama za Roho. Hata asubuhi ya leo tunapoenda kuita nguvu za Roho Mtakatifu ashuke juu yako, atakapoiona kiu na shauku yako ya kutaka karama, Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atashuka, utapakwa mafuta ya Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu zitakushukia. Utaanza kuona unafunuliwa na Mungu mambo kadha wa kadha. Karama za mafunuo zitatokea ndani yako. Karama za matendo ya nguvu ya uweza zitatokea ndani yako. Karama za usemi, kunena kwa lugha, kutafsiri lugha na unabii utatokea ndani yako. Maana huyu Yesu, huyu Roho Mtakatifu aliyetenda wakati ule kwa kina Petro, wakatenda mambo makuu, wakina Paulo wakatenda mambo makuu. Biblia inasema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hata leo Roho Mtakatifu aliyeshuka kipindi cha Pentekoste yupo duniani, anaangalia kiu na shauku yako, nini unataka kutoka kwake. Kama hujapokea, ukifungua moyo wako, atashuka, atakujaza mafuta yake. Maana yake nguvu zake zitaanza kuoperate katika mwili wako kwa namna ya tofauti. Utakaa hapo, utashangaa mbingu zinafunguka, unaona mambo ya rohoni, unasikia mambo ya rohoni ambayo kwa uwezo wa kawaida usingeweza kusikia. Simama pale ulipo. Ni wakati wa Roho Mtakatifu kuingia kazini. Ni wakati wa Roho Mtakatifu